الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم صلاة دائما أبدا متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه، وقد فاز المتقون. وها هو أمر الله بتقواه في عدة آيات تنزيله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريدكم الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Ni khutba ambao tulianza wiki iliyopita, ulizungumzia janga zima na suala gumu ambalo ni ovu katika kibar adh-dhunub, madhambi makubwa katika dini zote, wala si katika Uislamu peke yake. Al-kutubu samawiyati al-arba, vitabu vyote vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu vinne, basi majanga haya ni katika kibari yaliyoharamishwa. Katika Taurat imeharamishwa mchezo wa kamari, katika Zabur na katika Injili. Vitabu vyote hivi ukifuatilizia utapata kwamba michezo huu ulikuwa ni haramu. Janga hili jamii yetu na society yetu imejiingiza kiasi ambacho bila ya kutambua au kujali, kwa kuwa hili ni janga ambalo ni haramu, kwa uharamisho wa Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaeleza kwamba katika ulimwengu mzima
population percentage ya watu ni 8 point something billion. Katika 8.2 au point something billion katika ulimwengu, wanaoshiriki katika kamari ni 1.8 billion, ni watu bilioni 1.8. Takwimu zinaonyesha watu wanaoshiriki katika kamari. Katika hichi kipande chetu cha nchi yetu ya Kenya, takwimu za ulimwengu zinaonyesha kwamba nchi yetu ya Kenya ni nambari 12 katika ushabiki wa kamari. Nchi zote zilizoko ulimwenguni, Kenya kipopulation, kinambari ya watu tunaoishi katika Kenya ni milioni 50 na kinambari ya population katika ulimwengu sisi tuko nambari 29 au nambari 30 kwa population yetu kuwa ni kubwa. Lakini katika ushiriki wa kamari, nchi yetu ya Kenya iko nambari 12. Takwimu za ulimwengu zinaonyesha nchi yetu ya Kenya katika takwimu za kushiriki katika kamari katika Afrika, mustawa al-Afriqi, kwa mustawa wa Kiafrika, sisi Kenya tuko number 1 kabla ya South Africa na Nigeria kwa namba ya Wakenya wanaoshiriki katika mchezo wa kamari. Tukasema katika namba hizi sisi Waislamu tuko nani? Takwimu ya nisba miawia wanasema kwamba sisi tuko 15%, lakini tukasema asharikat na miasasatu islamia imefuatilizia, tukapata tuko more than 15%, tuko 25 to 30% Waislamu katika nchi hii ya Kenya. Sasa je, suala hili tukauliza, mchezo huu wa kamari Waislamu wapo ndani ama hawapo? Haram na maafa yake tukayaeleza kwa namna tulivyoafikiwa katika Ijumaa iliyopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtemsha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akituambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Imam Ahmad, asema al-khaylu thalatha, farasi ni watatu. Farasun yarbutuhu ar-rajulu fi sabilillah, farasi yule ambaye mtu atamfunga kwa ajili ya kwenda naye katika jihad. Farasi ambaye mtu atakuwa amemwandaa kwamba ikitokezea jihadi, hichi ndio kipando changu nitakao kwenda nacho katika jihad. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fathamanuhu ajrun, farasi huyo kumnunua kwa nia hiyo na ukamwandaa kwa nia hiyo, basi ni malipo, utapata thawabu. Warukubuhu ajrun, farasi huyo uliomnunua kwa thamani hiyo ukimpanda utapata malipo. Wa alafuhu ajrun, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema farasi huyo uliomwandaa kwa ajili ya vita, kwa ajili ya kwenda kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, na wakati unaponunua chakula au unapomwandalia chakula chake kumpa, ajrun, wewe wapata thawabu. Farasi wa pili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa farasun yughaliquha ar-rajulu birrahni, ni farasi ambao mtu anamfunga kwa ajili ya huyu kumnenepesha ili nende nikacheze naye kamari, kumwandaa kwa ajili ya mashindano ya kamari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thamanuhu ithmun, kumnunua farasi kwa ajili ya makusudio kama hayo, tayari kule kumnunua farasi kwa ajili ya lengo hilo, ithmun, ni dhambi. Warukubuhu, na kumpanda ule farasi kwa ajili ya mashindano ya kamari, ithmun, ni dhambi. Wa alafuhu, na kumlisha, kumwandaa ili apate kuwa na nguvu, apate kuwa na spidi, ithmun,
ule kumwandalia chakula kwa nia hiyo tayari ni ithmu, ni madhambi. Farasi watatu aliyomsema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa farasul batina, farasi ambao anaandaliwa kwa ajili ya kutafuta riziki, maisha. Huyu nisafiri naye nende nikafanye biashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fasfa'asa an yakuna sadadan lilfaqri, asema Bwana Mtume, huenda farasi kama huo akawa ni sababu ya kutuondoshea ufukara na kukufanya wewe ili utajiriki au ili uweze kupata kiwango la haishi. Kwa hiyo hata kuandaa kitu chochote ambacho unakiandaa kwa ajili ya kwenda kutezea kamari, basi tayari pale unaingia katika haramu. Na musharaka katika kamari, kuna musharaka wa sampuli nyingi. Kushiriki katika kamari, kuna namna ya kushiriki katika kamari kwa sampuli nyingi, ukawa wewe umeweza kupata dhambi za kushiriki katika mchezo kama ule. Moja ni at-tasjilat, kufanya tasjili yale yanayoendelea pale, ukawa wewe warekodi watu wacheza, watu wagoana pale, ukawa warekodi na wewe warusha katika michezo ile ya kamari. Wewe ni mmoja umeshiriki katika kutangaza na kuueneza uchafu kama ule. Bilahasi hapa kuna nukta muhimu katika vijana wetu na jamii yetu, kurusha matangazo ambao yatakupelekea kwenye haramu, kamari, pombe, zina. Wiki jana nimeona video ya kijana, tena binti wa Kiislamu, yuwatangaza sehemu ya faragha katika TikTok yake, yuwatangaza sehemu ambao ni ya faragha. Matangazo anayoyasema aonyesha zile sehemu, asema hapa ni mahali pa kujificha na kujivinjari, huonekani na mtu kwa atakaye kuja kujificha na mke wa mtu, kwa atakaye kuja kujionjoi hapa na mke wa mtu, hapa ndo mahali pake, haonekani, hajulikani. Sasa vijana, binti wa Kiislamu amefikia kutemka maneno, kutangaza sehemu ya kwamba hii ndio sehemu pekee ya siri watu wajifiche na wake za watu, na ili temko alitemka katika TikTok. Inna lillahi. Sasa kutangaza matangazo yote ambao wanaambatana na zina, ambao wanaambatana na pombe, ambao wanaambatana na kamari, unakuwa wewe ni mshirika katika maasi na machafu kama yale. Ashira'ul ashya allati tu'linu al-qamar, kununua bidhaa zile ambazo zinatangaza kamari, shares zile, ukanunua share kutoka kwao ambazo zinaendeleza ule mchezo wa kamari, wewe ni mshiriki katika tendo kama lile, ni mshiriki katika kamari kama ile, una madhambi yako. Miongoni mwa kushiriki katika kamari ni lubsul libasi allati tu'linu al-qamar, kuvaa mavazi ambayo yanatangaza kamari. Hata ya kamari ikaitwa kwa majina mazuri, best swinini, bet nini, majina matamu, na ukavaa ile fulana au suruali au kofia umevaa ambao mbele yake ina nembo ya kutangaza machafu kama yale, basi wewe ni mshiriki, unapata dhambi za kutangaza machafu kama yale. Na vijana wetu wa Kiislamu wanajinunulia tu mafulana na masuruali na makofia kwa kupenda rangi au kwa kupenda maandishi, hali ya kuwa kile alichokivaa anatangaza maasi, kumpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa unashiriki moja kwa moja katika maasi kama haya. Katika miongoni mwa kushiriki katika maasi kama haya ni ijaratu lahumul makan, kuwapa mahali. Wamekuja wataka nyumba, wewe ukawapatia sehemu ya nyumba, ukawakomishia kwamba wao wafungue ofisi zao, waendeshe harakati zao pale
Kwa hivyo wewe ni mmoja umeshiriki katika michezo kama ile, au ijaratun minhum, au wewe ukaajiri katika property zao. Watu wa kamari wamejenga hizi property kupitia kamari, na unajua hakika wewe ukaajiri kwao, pia unakuwa ni musharaka, umeshirikiana na wao katika kuendeleza maasi kama yale. Ikhwatal muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja machafu mawili kwa pamoja, innamal khamru wal maisir. Haya ni mulazama, yanalazimiana, khamru na maisir, pombe na kamari. Na ndio utapata katika vituo vingi ambao vimeasisiwa kwa mchezo huu, na ndani yake kuna mashelfu na meza zimeandaliwa za kujivinjari za pombe. Pombe, takwimu za NACADA, National Authority Against Drugs Abuse, hili ni shirika ambalo linasimamia katika hii nchi yetu ya Kenya mambo ya drugs. Takwimu zake ukiziangalia ni za maajabu sana. Katika mwaka wa 2025 vijana waliobubujika katika pombe na katika mukhaddarat, takwimu zake ni za kushangaza, bil akhas mkoa wetu wa Pwani. Sisi katika mkoa wetu wa Pwani, takwimu za unywaji pombe, sisi tuko namba 2 baada ya Central. Na ukitaka kujua kwamba pombe kuna Waislamu ambao wanakunywa, uingie katika mwezi wa Ramadhani. Basi Mungu yuko Ramadhani, katika miezi mingine hakuna. Utasikia katika biashara za mapombe watakwambia biashara imeanguka kwa sababu hatuna wateja. Waislamu, haya ni machafu na twafaa kuyakanya, na kila mmoja aeleze kwamba hii ni haramu, na katika kibari dhunub ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. bin Affan radhiyallahu anhu asema, ijtanibul khamra, epukeni pombe, fa innaha ummul khaba'ith, pombe ndiyo mama wa machafu yote. Ukosefu wa nidhamu zote ni kwa sababu ya kufinika akili yako kwa uraibu. Mtu anapofinika akili yake, basi huwa yeye ametoka katika vipimo vya kiakhlaki na vipimo vya kitabia na vipimo vya kiubinadamu. Ummul khaba'ith ndio mama wa machafu yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man shariba al-khamra, na mwenye kunywa pombe, lam yuqbal lahu salatan 40 yawman, siku 40 swala zako hazitakabaliwi, hatta yatuba, katikati ya zile siku 40 rudi utubie. Ingawa katika hadithi hii kuna makala mingi na tafsiri na aqwali nyingi za wanazuoni, lakini tumie katika mibadhi targhib na tarhib. wa man shariba al-khamra lam yuqbal lahu salatan 40 yawman, mwenye kunywa pombe siku 40 swala zako hazitakabaliwi, hatta yatuba, mpaka atubie. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man mata, na atakayekufa, wa fi batnihi khamrun, akafa katika ulevi ule na katika matumbo yake na mishipa yake bado kwa pita pombe, mata mitatun jahiliya, huyo amekufa kifo cha ujahilia, yani amekufa kama si Muislamu. Inna lillahi. Ni wangapi waliotemka la ilaha illa Allah na wameaga wakati wakiwa katika hali hizi? Mwaka wa 2016 tulitoa maiti kijana pale Kiboko, amefariki kwenye gofu peke yake. Siku ya pili ndo agundulika kwa kujidunga sindano
ya uraibu, ameshika sindano na yeye amejidunga sindano huko, anajidunga sindano huko, anafariki na sindano kama ile. Inna lillahi. Mwenye kufa katika uraibu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema mata mitatun jahiliya. Sasa wewe uko katika uraibu, huogopi kwamba anytime kifo chaweza kufikia katika hali ile? Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram, hadithi alladhi rawahu Jabir bin Abdullah al-Ansari. Asema Mtume kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha ni haram. Wa qad ahida Allah, asema Bwana Mtume, na Mwenyezi Mungu ameahidi, man shariba al-khamra, mwenye kunywa ulevi, an yusqiyahu bitwanatil khibal, Mwenyezi Mungu ameahidi atakayekunywa ulevi siku ya Kiyama, na yeye Mwenyezi Mungu atamnywesha bitwanatul khibal, tinatul khibal. Aliposema Bwana Mtume maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu na yeye atamnywesha tinatul khibal, maswahaba wakawataka kujua tafsiri ya tinatul khibal. Ya Rasulullah, wama tinatul khibal, na ni nini maana ya neno tinatul khibal? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, araqu ahli an-nar. Tinatul khibal, Mwenyezi Mungu mwenye kunywa pombe duniani siku ya Kiyama atamnywesha jasho la watu wa motoni. Au isaratun min ahli an-nar, katika riwaya nyingine kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamnywesha usaha na makamasi na mafuta na damu za watu wa peponi. Kwa mwenye kunywa pombe ulimwenguni, ujue maandalizi yake kwenye moto ni haya. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Naba, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa, hawatapata bardan, usingizi, hakuna usingizi peponi, wala sharab, wala hakuna kinywaji motoni. Motoni hakuna usingizi wala kinywaji, isipokuwa wakati wanapotaka kinywaji wale watu wa motoni, illa hamiman wa ghassaqa, kinywaji chao watakacholetewa ni usaha kwa watu wa motoni. Ikhwatal muslim, haya ni machafu maovu sana ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyakemea, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemlaani mwenye kutumia uraibu. Ukiwa wewe watumia uraibu, ule uraibu wenyewe umelaaniwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, asema inna Allaha la'ana asharat, Mwenyezi Mungu amelani watu 10 kwa matumizi ya pombe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Ibn Abbas atuelezea, asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atani Jibril. Mtume awaeleza masahaba zake kwamba amenijilia mimi Jibril. Faqala, akasema Jibril kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la'ana al-khamra, Mwenyezi Mungu amelilani pombe. Ile pombe lenyewe lina laana ya Mwenyezi Mungu. Sasa utaparilia vipi kitu ambacho tayari ni uraibu unaoumiza akili yako, kina laana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Na kwa nini Mwenyezi Mungu asikilani? Kwa sababu uraibu unasababisha mafasi katika ardhi kama hii, na Mwenyezi Mungu ataka salahu ibadihi wa salahu al-ardh, ataka utengefu wa waja wake, wao wametengea, akili zao ziko sawa sawa. Hawa Mwenyezi Mungu ametutakia wema na imani, ndio alituamrisha nalo. Mwenyezi Mungu amelilani pombe, inna Allaha la'ana al-khamra. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril amwambia kwamba Mwenyezi Mungu amelilani pombe, wa asiraha wa mu'tasiraha,
Mwenyezi Mungu amemlani mwenye kukamua lile pombe, kama ni pombe la kukamuliwa au kama ni pombe la kugema kwenye mnazi. Yule mgema anaopanda kule kwenye mnazi kugema pombe, tayari yule ndio mwenye kukamua, yule amelaaniwa pia, ana laana ya Mwenyezi Mungu. Kwa watahadharisheni wagema, wana laana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiruha wa mu'tasir, na mwenye kutaka kukamuliwa. Wewe bosi mwenye shamba, umetoa idhini mizabibu yako, minazi yako igemwe, wagema wakagema, mizabibu yako ikatolewa au machungwa yako iliyakamuliwe. Wa mu'tasiruha, na mwenye kutaka kukamuliwa. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea katika kusema wa bai'uha, na mwenye kuuza, wa mubta'aha, na mwenye kununua, wa mubta'aha, na yule mwenye kuinunua ile pombe, wote wamelaniwa. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuielezea pombe uharamu wake, asema wa hamiluha wal mahmulu ilayhi, mwenye kubeba, ule atakao kwenda kule shamba akatumwa dereva. Wewe dereva unaobeba gari za pombe, uko ndani kwa hadithi hii, wa hamiluha, na mwenye kubeba ile pombe, wal mahmulu ilayhi, na yule anaopelekewa kule. Kama yeye ni bosi amefungua, wachukua kutoka kwa factory alafu wauza, yeye wafanya biashara hii. Wal mahmulu ilayhi, na mwenye kupelekewa. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelaaniwa pia wasaqiha, na yule waiter enda kafanye katika hoteli za fahari Canada ama hapa nchini Kenya ama wapi, ikawa wewe ndiye waiter wa kuandaa zile pombe, ndio saqiha, na yule mwenye kuandaa kuwa yuko katika waiter, yeye anapelekea watu chupa na anaandalia watu. Washaribaha, na mwenye kunwa pombe pia amelaaniwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia akasema wa akilu thamanaha, na yule mwenye kula thamani ya pombe. Hivyo lau utajua hii pesa imetoka kwa pombe, ni thamani ya ile pombe alilouza, pesa ndio hii unaiona, basi usichukue pesa kama hiyo. Wa akilu thamanaha, na mwenye kula thamani ya biashara ya pombe. Ikhwatal muslimin, ni mengi yanayoambatana na masala ya pombe. Itoshe kwa kuwa ni ummul khabaith, ni mama wa machafu yote. Katika kiswa ambacho chiko katika kitabu cha Talbis Iblis, kiswa hiki ni maarufu sana. Wakati wa al-umamul madhiya, Iblis alikuwa akionekana live, akawa anafanya juhudi Iblis kumshawishi mmoja katika maabid alikuwa akiabudu sana katika nyakati za usiku. Iblis akaona huyu kumpata mimi ni kuwa na mimi nijifanye ni abid. Yule bwana alikuwa si faqih, lakini alikuwa ni abid, si msomi, lakini alikuwa yeye akimwabudu kwa imani sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iblis akamwendea katika sehemu anayofanya ibada pembeni mwake. Yule bwana usiku akiswali rakaa 8, Ibilisi akapiga 16 siku ya kwanza. Kashangaa, bwana mbona na nguvu za kufanya ibada namna hii? Yule bwana siku ya pili akaona wacha nimshinde leo mimi nipige 16. Akipiga rakaa zaidi, Ibilisi ameongeza mara 2 yake. Siku ya 3 yake hivyo hivyo. Huyu bwana mbona hunishinda sana katika ibada? Itabidi nimfuate nimuulize. Akamuuliza, ya Sheikh, mimi naathirika sana na namna unavyomcha Allah, namna unavyomwabudu Mwenyezi Mungu. Hebu nipe na mimi siri ya kufanya ibada nyingi namna hii. Bwana Iblisi akamwambia, achana na mimi, hizi ni siri zako, huwezi hata nikakwambia. Nenda kakae kando, huwezi hata nikakwambia, hutaweza. Bwana alikuwa ajua iko siri na yeye ataka kuijua, akamkazania, akamwambia nikikwambia utafanya? Akamwambia naam.
Akamwambia mimi niliua, qataltu nafsan, niliua nafsi, basi nikiingia kwenye ibada na iona ile nafsi niliyoiua, basi najuta, ndio sichoki kufanya ibada mimi. Allah, mimi siwezi kuua. Akamwambia la pili, ana zanait, mimi nilizini, nilifanya maasi ya zinaa, basi nikiingia kwenye ibada mimi nikikumbuka ile zina niliyofanya sichoki kufanya ibada. Atubu ila rabbi, huwa narutubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia la tatu, mimi nilikunywa uraibu, nilikunywa pombe, kila nikikumbuka siku ile niliyofanya machafu yale ya kunywa uraibu, basi nikawa natubia kwenye sichoki kufanya ibada kwa ajili taubatan min Allah, kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale pale yule abid akamwambia huyu Iblisi, siwezi kuyafanya yote, la kwanza siwezi, la pili siwezi, la tatu siwezi. Akamwambia basi yote kweli huwezi kuyafanya, lakini hili la tatu ni rahisi, hakuna mtu atakuona, hakuna. Wewe nenda kaingie katika room, tafuta mahali kama ni hoteli, kama ni uingie katika room, utukue kitupa kimoja tu cha aina fulani upige, kisha utalala, utapiga kelele peke yako, utavunda zilizoko ndani peke yako. Asubuhi utatoka, kila mtu atakujua, utakuwa ushafanya maasi. Lakini ibada siku ya pili ukija kufanya ibada, mimi pia sitakuweza. Bwana akafikiria akasema, kweli hapa mimi nitapapata. Akaingia katika kufuata mwongozo huu, alam ahad ilaykum ya bani adam la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Huyu si faqih, si alim, ni abid, hana maarifa ya kujisanua katika mambo ya maasi. Akaenda moja kwa moja akajifungia mlango katika sehemu, akaagiza pale kitupa chake. Baadaye akanywa. Alipokunywa akitoka nje, alomwandaa ni mwanamke yuko pale, akahisi hisia za kutaka tendo, akamshika yule mwanamke kwa nguvu na akamfanya kitendo cha zinaa. La ngapi yule amelifanya? La pili. Baada ya kufanya zinaa akaona huwa atanena, atatoa habari kwa aliyomfanyia, akamuua. Baada ya kumuua akaja akashikwa. Yote matatu yale ambao kwamba yalikuwa yameandaliwa na Iblisi, yote ameyafanya kwa sababu ya kufanya kosa moja la kuingia katika uraibu. Leo ni machafu mangapi yanafanyika kwa sababu ya vijana. Kumekuwa hakuna amani, si kwa sababu hawana mapeni, si kwa sababu ya umaskini, si kwa sababu ya lolote, bali kwa sababu ya uraibu. 90% ya machafu yanayoendelea na madhila yanayotupitia katika mitaa yetu ni sababu ya uraibu. Mwenyezi Mungu atufanye, Mwenyezi Mungu atupe nusra na tulilike katika habari ya shaitan. Innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Haya ndiyo anaoyataka shaitani katika kutupoteza, katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.